kilikuwa kilichonikwaza kwamba zilisomwa ajenda ya kubadilisha katiba na mwanasheria. Iliposomwa ajenda hizo, baadaye yule bwana kuzimaliza akasema kwamba watu wajinyoshe, watu wajinyoshe. Sasa watu ambao tukajinyosha, naye kajinyosha, naye kajinyosha, ndio alichokuwa nakitaka. Kwa hiyo kimenisikitisha sana, kwa sababu unajua kikatiba yeye ndo alitutisha mkutano, kutualika sisi wanachama tutoe hoja zetu, lakini cha kushangaza yeye katutoroka, katuacha hata hajatu, kwa sababu kwenye mkutano kitu chochote kinapojadiliwa kinarudi kwa wanachama, ndio wanaridhia au kutoridhia yale mabadiliko, lakini haikufanyika hivyo. Kwa hiyo ile mkutano, kama mimi mwanachama naliita mkutano batili. Mimi ule mkutano nauita mkutano batili kwa sababu imevunjwa bila ridhaa za wanachama. Hujafikia maridhiano. Ndio manake. Unatamani kuona mkutano urudiwe tena? Ndio. Tunataka sana mkutano urudiwe. Kwa sababu sisi wanachama tulikuwa na maoni yetu, tulikuwa na ajenda za kuongea, lakini alivyoona ule mkutano umempelea katoroka. Uchaguzi utafanyika mwezi wa 12. Mnatamani kumuona tena akiwa mmoja? Mwezi wa kwanza amepeleka Ndio, ni mwezi wa kwanza. Mnatamani kumuona Mangungu akiwa mmoja katika sehemu ya uongozi tena wa Simba kwa wakati mwingine? Dada, hata uoni aibu jamani? Dada, uoni aibu? Ilikuwa kuniuliza swala hilo. Kuna wengine hata ina maana huna huruma na Simba. Hata wengine wanamtamani kumuona Mangungu akisalia kwenye uongozi. Kuna wengine wanasema sasa mimi nikupe kazi. Hebu niambie mmoja tu niletee hapo. Wengine wana majina ambao kwamba ni mashabiki. Hebu niletee moja hapo. Si wana Simba wapo? Hebu niletee moja ambaye namtamani kiongozi kama huyo. Kuna wengine ukitembea mtaani wanakuambia mbona Mangungu anatuongoza vizuri, wengine hawapendi tu labda kuongozwa kibabe. Sasa mimi nakupa kazi. Ukimpata wewe nitafute. Afu mimi nitamuuliza kwamba wewe umeona alichofanya nini katika klabu ya Simba. Dada, for 4 years hajasajili hata mwanachama moja. Hajasajili hata mwanachama moja. Ni wajibu wake. Hajaitisha mikutano hata moja ya wanachama.